hapa Mungu. Watoto wako hawapewa zamana ya pili kwa neno la kweli, neno linaloishi na kukaa milele. Tunaomba Ee Bwana kwa utukufu ulandane na sisi sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba na kuamini. Basi tunaomba tukae. Wakati Mungu anamuumba mwanadamu, mpango wa kufeli, mpango wa kushindwa kwenye maisha haukuwepo. Nafikiri kuna watu tunakubaliana. Mpango na mfumo Mungu aliyemwekea duniani, original plan, ile manuscript ya Mungu, original copy ya mwanadamu kushindwa, haikuwepo. Lakini kuna kitu kilitokea kikadrive kila kitu mbali. Mafanikio, maono, uweza, nguvu kwenda kwa mwanadamu kukawa nightmare. Kwa hiyo kukaanza kuzalika michongoma na miiba. Na unaweza ukaona hizo fingerprints kwenye maisha. Vitu ambavyo tunasema ndivyo maisha yalivyo. Niliwaambia kuna misamiati lazima uiondoe kwako. Ndiyo maisha yalivyo, pokea tu. Changanya na msalaba wa Yesu. Angalia nani anayekwambia. Kama una uhakika that's a revelation from God, that's correct, beba. Unless otherwise you have an ability to drop it, uyadondosha. Tunachotafuta ni kurudi kwenye asili yetu. Yale maisha ambayo Mungu alipokusudia wewe. Na maana tumejaribu kuangalia ile tree, ule mti ulipotoka. Kwa nini sina highways za namna hiyo? Na unaweza kuangalia kwenu na hatulingani. Sometimes unasikia mtu anasema maisha hayana haki. Life is not, it's okay. Ndio. Kwa sababu inategemea na wewe umetokea wapi, kwenye barabara ya namna gani. Na sio Mungu anaye make decision, it's us. The more tunapomsogelea Mungu ndivyo tunakwenda kufanana naye. Amina. Amen. Najua tumetoka parefu papana sana na tumetembea kwenye asili, uzao, namna adui alivyokuwa anatengeneza uzao wake akafanikiwa kupanda magugu, na tukaishi maisha ya patapotea kama ya kujaribu ile certainty ya kesho. Wakati mwingine ikawa kama haionekani kesho yako ikoje. Do you see hope? Ama tuangalie tu how will things avail tomorrow? No. Watu tunajaribu kutoka parefu sana. Na tutaomba to pick up. Kuna vitu vichache tumeongelea: njia za Mungu, barabara ya Mungu, lugha ya huyu mwanadamu, pia chakula anachotakiwa ale ni cha namna gani. Tutajaribu kuangalia. Na tutaanza kati ya leo na kesho. Tuna sehemu kubwa kidogo ya kwanza kuingia kwenye maombi na huduma. Tunatokaje hapo? Tuliangalia kipengele cha kubadilishwa kwa fikra. Kanuni hiyo, kubadilishwa kwa fikra, the law of the mind, issue ya transformation. Tutaangalia tu mstari mmoja katika hilo, alafu tutasogea kwenye kipengele cha kuzaliwa rohoni ama kuzaliwa mara ya pili. Mistari michache. Warumi sura ya 12 aya ya 2. Kanuni ya kubadilishwa, mind transformation, kubadilishwa kwa fikra. Usipoweza kubadilishwa ni ngumu, huna experience ya haya maisha. Niliwaambia jana, adui mkubwa niliyopigana nayo ni natural life, maisha ya kawaida ya mtu wa kawaida. Ni vita vya kila siku ambavyo ninapata navyo. Kati ya vitu ambavyo nilikuwa I hate them is ordinary life. Ordinary life, kwa mtu wa kawaida. What I wanted is an extraordinary life.
au divine life, supernatural life, na sio tukiwa mbinguni. Why? We are in this planet Earth, tukiwa bado hapa. Ni kitu ambacho unakiweza kukipata katikati ya huyo analia, you are able to walk in that life. Lakini huwezi kuishi kwa kutumia ule mfumo wa culture ya kule kwa babu na bibi. Kama umezaliwa mara ya pili, mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Maana kuna vitu lazima vibadilike. Kwa kuomba, kwa kufunga, kwa kuabudu, kusifu is part of it. Lakini kuna kubadilishwa the way we think na tunavyofikiri. Twende kwa haraka kidogo, kama kuna wasomaji wawili, kuna mengi ya kuangalia kabla ya kuingia kwenye maombi. Warumi 12:2. Wala msiifuatishe namna ya dunia hii. Naomba kama pia kuna mtu mwenye tafsiri ya Kiingereza tusaidie. Endelea hapo. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Kwa kufanywa upya nia zenu. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Mpate kujua hakika. Mpate kujua hakika. Msifuatishe namna ya dunia hii. That's a negation. Wenye tafsiri ya Kiingereza, English version. And do not be conformed to this world. Yes, do not be conformed. If you are not to be conformed to this world, where now do you need to be conformed? Kama msifuatishe namna ya dunia hii, unaifuatisha namna hii ipi? Kama nimekaa tu na mfumo wa Kristo wa namna hii, alafu nikatembea kwenye mfumo wa dunia, ni ngumu sana. Ni kweli hatuishi kwenye mwezi wala katikati ya bahari. Tunaishi katikati ya dunia hii. Lakini maandiko it's prohibited, yamekukataza kufuata mfumo wa dunia hii. Kwa hiyo kutoka, kwa sababu ndicho alichotengeneza tokea ulipozaliwa, kuna aina ya mfumo tumetengenezewa. The moment we introduce ourselves unto God, Mungu lazima abadilishe mfumo. Kila mtu alibadilishiwa mfumo. Nitafute mtu ambaye akubadilishiwa mfumo. Show me even one. Nionyeshe mmoja aliyekuja na mfumo huu akaenda. Kwa hiyo hatuwezi kukaa kwenye groups tuka embrace ile lifestyle tuende nayo, alafu tegemea huku kwa Mungu tutoke. Ni kugumu mno. Utakuwa unafuata tu kidini, kimadhehebu, unaenda hivyo tu just kwa sababu ulikuta hivyo, tumeambiwa tuko hivyo, and you went that way, na hakuna kinachobadilika. Tunarudi kule kwa Mafarisayo na waandishi. Yesu aliwaambia, kwa nje mnaonekana wazuri, lakini ndani ni kama mifupa ya wafu iliyooza na mazi. Kwa hiyo uozi mfumo wetu, na inawapiga wengi. Unaweza ukafunga sawa, lakini kama kujabadilishwa, maanake usiishi hapo ulipotoka, usiishi kwa mfumo huo. Na maandiko aliyakataa kwa sababu ile system ya antichrist inawatengeneza watu wawe hivyo. Ulizaliwa ukakuta hizo curriculum za education, job, kila kitu kiko hivyo kabisa. Na nakwambia fuata barabara kama wengine. Na kwenye mfumo ndipo kwenye kucontrol watu. Na tuna control hata future kwako. Lakini maandiko yanasema do not be conformed. Na ndio maana alipokutana na Sauli alibadilishia mfumo. Alikuwa mshikanini mzuri na akatolewa kwenye dini na akaingia kwenye ambassador of God's kingdom. Na ni vitu viwili tofauti, yani mashariki na magharibi. Na watu wengi adui amewaweka hapa, ukadhani uko sawa, kumbe yuko outside. Tukienda kwenye VRI hakuna, inakataliwa. Ndio maana anasema usifuate mfumo huo. Kati vitu ambavyo nina makini navyo ni kuangalia ni mfumo gani unaoniambia. Akasema ndivyo ilivyo, I refuse it quickly. Basi lazima nitafute mfumo wa kimungu huku. Kwa hiyo ninapojiongoza, I have my constitutional. Na ni katiba yangu ni hii. Na nitakwambia kwa nini this is my final. Over all the citation, nakwambia and I make the final decision is the word. Yaani mambo ndio final decision. Almost na napima vitu vyote hivyo. Kwa sababu kwa hiyo kama kuna mfumo wote, lazima nikaipima huko kwenye MRI na CT scan ya neno. If they confirm. Unless otherwise, you know you're not going anywhere. Endelea. Msifuatishe. But be transformed and progressively change
by the renewing of your mind. And by the renewing of your mind. The renewing of your mind. Soma ya kwako ya Kiswahili huko. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mpate hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Kujua mapenzi ya Mungu, to discern. Anasema and do not do and be not fashioned according to this world. Let this world not fashion you, but ye transformed by the renewing of your mind. Imekuja lile la akili, fikra, mtazamo, your belief system, your mindset, your thoughts, mawazo yako, your imagination isipobadilika, tutakuwa victim kama tembo na simba. Wisha na kwa mathirika. And you may prove what is good, what is God's will, acceptable and perfect will of God. Bila hapo ni kugumu sana, ni kugumu sana. Ni kweli tunania ya toka kwenye sisi. Ambaye anasili kila mwaka. Hili ni kitu kinarudi kama mafuriko ya watu kule. Kila mwaka anakuja na nini kuondoa yale matope. Kila mwaka anakuja kuondoa yale matope. Something's wrong somewhere. Once you dealt with this, it's over. Unless akili yako inakwambia ukufanya vizuri, you really do it well. Kwa hiyo kuna kubadilishwa. Kuomba ni sawa. If your mind does not be transformed, manake ubadilishe. You need to be brainwashed. Kuna vitu lazima ubadilishwe. Hakuna namna. It's a painful experience, lakini that's the way. They renewed by the word. By the word. Hii sura ya pili, aya ya 5. Philippians. Iwe nia hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Yes. Let's go to the English. Mwenye na nia hiyo. Wametumia neno nia iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo ukiniambia mimi natoka kwenye asili, takachofuata na kwamba do you have the mind of Christ? The same. Have this same attitude in yourself. Attitude, have the same attitude. Amesema attitude za Wachaga, Wasukuma, Wahaya, African attitude. Where do you find it? Somebody created it. Kuna mali ilitengenezwa. Have the same attitude. Which was in Christ Jesus. Anakuambia wewe. Say, other translation inasema, have this mind in you, which was also in Christ Jesus. Have in you. Have this mind. Manake uwe na ile mindset iliyokuwa kwa Yesu. Ikifika hiyo level ya transformation, wakimtafuta Yesu wanamuona kwako. We see Jesus in you. Kabisa. Haisikuuliza Yesu yuko wapi. Hii ni highest level of transformation ya kubadilishwa after the image of our Creator. Usipofika hapo ni pagumu sana. Goli bote na hiyo miwani ya pili. Kwa kila mtu msome kwa miwani hiyo. Kigundua tunachoongea ni rubbish, weka kwenye karatasi alafu kata, throw it in rubbish bin. Haiwezi kwenda mahali. Kama huwezi kuwa na hiyo, ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Ni ngumu mno. Ikifika level hiyo, at least tumeweza kufika. Na ndipo unaweza kugundua nini mapenzi ya Mungu. Why are you going through that what you are going through? Kwa nini unapitia unachokipitia? Mpaka uwe na hiyo superior ideas, mindset ambayo anasema ilikuwa pia katika Kristo Yesu. Wafilipi 4:8. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli. Yaliyo ya kweli, kuna vitu vichache. Ukweli ni nini? Because you can live a lie. Na unakuta watu wengi, mimi ni Kristo sawa, lakini that life is a lie. Kwa sababu andiko anasema kuna njia iliyo wazi machoni pa mtu, you see I'm okay. But when you scrutinize kwenye MRI ya hapa, you find you are not okay. Mambo yaliyo ya kweli. Finally, brethren, whatever things are true. Ukweli ni nini? Yoyote yaliyo ya staha. Staha. Yoyote yaliyo ya haki. Yoyote yaliyo ya haki.
yoyote yaliyo safi, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kumpendeza, yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Yatafakarini, yafikirieni, yawaze. Ndio nitakayo kwenye kichwa chako, uyawaze. Mmekaa kwenye vikundi, unaelewa? Naomba jaribu kufanya research. Kana marafiki zako, si unaelewa? Wakati tunabadilishana mawazo, unaingia gani sana fulani kapanda kashuka, fulani alionekana hapa, juzi ilikuwa hivi. Ukikana akili za namna hiyo, mzee, labda unapoteza muda nao. Uendelee na mambo yako, but huwezi kwenda mahali. Kwa hiyo amefikiri nini? Uwezi nikaomba hapa unasema mwili matatu na saba unasema na maombi mambo kila kwa. It's okay. Lakini kama hapa hapajabadilishwa, forget it. Hiyo experience hakuioni. Hata kama kweli unasali, umeenda kwenye fellowship, umeenda kwenye mafungo, sijui siku 10 umekuwa pale, bali kubadilika kwako hakuna. So you have to care. It's a painful experience, but it's worthwhile. Kama tutaweza kuibeba wote. Hiyo kanuni ya kubadilishwa, ni muhimu sana. Kilichomaliza wana wa Israeli ndio hicho. Kilichomzuia Musa ndio hicho. Hapa palimzuia Mungu. Tumalizie kipengele hicho. Zaburi ya 78. Zaburi ya 78 mstari wa 41. Zaburi ya 78 mstari wa 41. Wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Wakampa mpaka, wakarudi nyuma, hawakwenda mbele. Wakati Mungu amemwambia nenda, wakasema tulijiona kama mapanzi. Kwa nini? Kuna imagination ilikuwa ndani yao haijabadilika. Ndio maana hakuweza kufika. Na adui yao mkubwa alikuwa ni Mungu, wala sio shetani. You know, they tempted the Holy One of Israel. They tempted him. They limited. Walimwekea Mungu mpaka. Ndio maana anasema wakampa mpaka. Unawezaje kumpa mpaka? As mighty God is. Unaposema mimi ni Mwafrika, mimi siwezi, you know, I'm 1, 2, 3 na hayo yote. Na yameua Afrika, niliwaambia kuliko tunavyofikiri. Maisha ya watu wengi ni so shallow. Ni is okay lakini Bwana no. Alafu tunajikonsole wapi? Bora kesho kuchi. Maisha yetu leo. Nothing is happening substantial. Kwa hiyo tunashida kwenye hilo. Na tunahitaji kubadilisha. To be transformed in our mind. Nini walichokuambia? Hata mimi nilitafuta vyote. Kabia idea umekaa kichwani kwangu muda wa kutosha. Nikaanza kudelete kama kwenye simu. Futa hiki, weka vingine. The law of the mind. Isipobadilika ni ngumu. Ni ngumu sana. Tusogee mbele. Kuna kipengele kimoja. Utakapobadilishwa, kama utakuwa umebadilishwa fikra zako, utaanza kufikiri kama Mungu, kuwaza kama Mungu na kutenda kama Mungu. Wakolosai sura ya 3 aya 10. Nasema mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake alio. Yes, you put on and have put on a new man, a new self that is being renewed unto knowledge after the image, imagination. Manake kama hautarudi kwenye ile imagination of the creator, ni ngumu sana. Ni ngumu no. Ni ngumu hiyo image. Mnakumbuka Mungu alimwambia Yeremia waona ni hakumwambia nini, umeabudu ni sawa, lakini mwisho wa siku talk to me, what do you see? Unaona nini? Yeremia waona nini? Wote hebu rudi hapo. Let's go to that one and go to the English version. And have put on the new self, that is being continually renewed in true knowledge
in true knowledge. Maana lazima ifike mahali upate maarifa, ni kurenew, unaenda nayo taratibu, you renew. Once you get that one, it's over. Na kati ya vitu ambavyo nilijifanyia mimi is to renew my mind. Na niliwaambia tena, kila kitu watu walichoniambia mimi niko hivyo, ibidi nikakitafute. Nimwambie Yesu, kama wanachoniambia ndivyo ninavyofanana, prove them wrong or they're right. Na 90% na vingi they wrong walichoniambia kuhusu mimi. Kwa hiyo kuna hiyo progressive ya kubadilishwa, ni process lazima iende. You get new idea. Kwenye uzaliwe hapo, alikuwa na agenda gani? Baba yako sijui kwa kuwekea agenda. Find it out. Ukiridhika, you conform with them. Sindio? Unakubaliana na, unasema ndivyo hali ilivyo. And that what kills us in Africa. Mwisha. Kuna mwingine atakontroli anavyotaka mwendo na maisha hayaendi mahali. Get renewed mind. Twende kwenye Yeremia. The book of Jeremiah. Twende kwa haraka sana. Yeremia 1. Yeremia sura ya kwanza aya 11 na 12. Twende kwa haraka. Yeremia. Tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Yes, what do you see? Yeremia, waona nini? Neno lilimjia. Remember, the word is a spirit. Maneno ninayowaambia ni roho, tena ni uzima. Kwa hiyo asili yetu, hiyo ndio asili ya kwetu, na tulitakiwa tuhamishe kuombe, tulete mtu wa namna hiyo. Yeremia, waona nini? Maana kama hauoni kama Mungu anavyoona, na kwambia maisha yatakupiga. Hapo utaimba, utasifu tabu, lakini kama hutaona hivyo ni ngumu sana. Waona nini? Yeremia, what do you see? In your imagination. That's the law of the mind. Unachoona is almost ndicho utakachokipata. Alimwambia Abraham, inua macho yako, nchi hii yote ulionayo nimekupa wewe. Mimi nikikwambia uinuke hapo utazame kutoka hapa Dar es Salaam hapa, unaona wapi? Jicho lako laisha wapi? Kwa kweli you will see with our mind, with our thoughts, through the eyes. Tunaona kwa akili, kwa mawazo, kwa imagination, lakini kupitia kwenye kana kuitwa nini? I don't know, optical eye picture namna hiyo. Yes. Waona nini? Nikikuuliza sasa kwenye maisha unaona nini? Uniandikie hapo. What do you see with your life, with your future, with your career? Nini unachokiona? Kwa sababu lazima ikurudishe kwenye asili. Na ndio tunapohitajika renewal. Kwa sababu bila renewal ni ngumu sana. Ni sawa tumeomba msamaha na Mungu anasamehe, lakini kama hakuna renewal ni ngumu sana. Nikasema, naona ufito wa mlozi. Naona ufito wa mlozi. Naona, I see in the mind. Lakini pia inakuwa translated physically. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema. Umeona vema. Ukipata mtu anamna hiyo basi, nakwambia kwisha. You see like the creator. Ndio pia nayo rudi huku kwa Kolosai anasema, and put on a new self that is being renewed unto knowledge after the image of his creator. After the image of the creator. Maana imagination iliyokuwa kwenye Mungu, hiyo image iliingia kwa Yeremia. Yes. Lakini kumbuka Mungu aliweka neno lake. Akasema nimegusa kinywa chako. Bwana akaweka neno lake ili atazame kutoka miwani ya Mungu. Wewe tazama na miwani ya kichaka ya kiroho alafu ndio uone sawa. Ni sawa, ina namna yake, sio wapendwa? Ina namna yake. Inategemea nesi kuna ipi unaangalia nayo. How do you see that thing? Waona nini? Finally unaona nini? Kwenye kila everything with your life. Kama Mtanzania, kama whatever you can say. Unaona nini? Kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Yes, let's go to the English version. The word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what do you see? And I said, I see the branch of an almond tree. Then the Lord said to me, you have seen well. You have seen well. For I am actively watching over my word. Watching over my word. To fulfill it. To fulfill it. Maana kile kilichoandikwa kitimie.
Hiyo ndio ilikuwa jurisdiction portion ya Yeremia. Ya kwako Mungu aliweka nini? Kwa sababu lazima uone kutoka kwenye hiyo sura. Kama hauoni ni ngumu, na huhitaji kuona hivyo because you are excelling in life. Wewe unafanikiwa, no, kwa sababu kila mtu ana kitu chake. Fonda la kwako sio la huyo, na la yule sio la yule. Yaani tunaona hivyo kwa sababu la kwako linaenda na mimi najaribu kuwa photocopy kama wewe. That's what kills many. Wivu, grani, kujisikia vibaya, anajiona ananywa mabega na mambo ya namna hiyo hata katikati ya vikundi. So unaelewa? Ukijana mjende muone ndiye peke yake amepanda ameshuka. Why? Because I can't perform the way you perform. Ndio shida tulionayo. Tunachotafuta it's a renewal. Ndio maana tulichelewesha kuomba sana hiyo. Najua ni sawa. Lakini kama you have this renewed mind, unaomba nini? Kwa sababu the renewed after knowledge manake magnify image of the creator. Ninakanambia sasa inawezekana. That's it. Why? Because you are a spirit being. When roho after the image of its creator. Yes, ni muhimu sana. Amina wapendwa. Tuko pamoja. Kwa hiyo una kazi ya kujifanyia, si ndio? Wewe ukajitange na kila kitu uviweke chini, you cry. That's why you need a cry. God, can I become kile ulichonikusudia? Hakuna mtu yote aliyeenda kwa Mungu ambaye hakusudiwa na hilo. Hata Musa alimwambia drop, vua viatu vyako. Vua viatu, vua mawazo yako, una fikra ambayo hatuwezi tembea kwa pamoja. Renewed mind. Na ilimtesa sana, si ndio? Na ilimfanya afe. Hicho kilichomuua. Alipoambiwa waambie mwaka utoe maji akapiga mara mbili. Maji alitoka, Mungu akamwambia sio taratibu wangu. Ndio hiyo staha, huko ni stahi. Akikwambia kohoa manake kohoa ilitoka maji. Lakini sasa angalia amegeuza utaratibu. Kwa lazima to act according to the jurisdiction of the word to be renewed. Mistari michache kumalizia hapo. Ephesians. Tuanze kwanza chapter 3. Ephesians chapter 3 verse 17-18. Yes. Waefeso sura ya 3 aya ya 17-18. Kristo 19. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani. Akae mioyoni mwenu kwa imani. Imani huja kusikia hutokana. Kwa hiyo akisema Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, manake neno likae moyoni. Yes. Na amani ya Kristo iamue. Kwa sababu ndio mlioitiwa. Kwa hiyo akizungumza Kristo akae mioyoni mwenu, manake the word has to find a dwelling place. Lazima litafute mahali pa kuweka ile tent kwenye moyo wako. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani. Mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu, kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo. Yes, Yesu alikuja kututoa kwenye hiyo asili. Mwenendo tuliopokea kwa wazee wetu ndio hiyo tunayoangalia. Hiyo tuliyopokea kutoka huko. Mstari wa 19. Na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Manake huyu mtu ambaye anatolewa kwenye asili, atolewi tu, lakini kuna kitu anatakiwa ajazwe. Naomba unielewe. Huyu mtu anayetolewa kwenye asili hatolewi tu, lakini kuna kitu anatakiwa ajazwe. Pamoja na kuwa renewed, it's okay, lakini kuna kitu anatakiwa ajazwe. Ndicho anachosema hapo. Naomba usome tafsiri ya mstari wa 19. The love of Christ which surpasses mere knowledge, that you may be filled throughout your being to all the fullness of God.
so that you may have the richest experiences of God's presence in your lives, completely filled and flooded with God Himself. Exactly. Yes. Nafikiri mmeisikia. Is that amplified version? Yes. Amplified version. Ni muhimu sana kuwa na version nyingi. Ninazo kama 20. Kabisa. You get this and you get it correct. Here anasema, and to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled unto all the fullness of God. Maana kile kinachomfanya Mungu awe ni Mungu kiwe kwako. Hatujafika hapo, ni pagumu sana. Ndio hiyo inayotakiwa renewed in knowledge. Ili anasema mbadilishwe, the renewed with the knowledge after the image of the Creator. Usipobadilishwa hakuna kinachobadilika. Kabisa, usipobadilika hakuna kinachobadilika. If you change, everything changes. When I get to that Lord, yani tatizo nililopigana nalo ni mimi. Sikutafuta nikubadilisha wewe, nibadilike mimi. The moment ninapobadilika, ninavyoona na kila kitu kinabadilika. That's the new mind. Na inabadilisha kila kitu. Inabadilisha kila kitu. Amina wapendwa. Amina. Sehemu 2, Waefeso 4, Ephesians chapter 4. The same chapter 4 verse 20. From verse 20 to 24. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. Sivyo mlivyojifunza. So like Christ, sivyo mlivyojifunza. Chochote ambacho hakiswe unaweka kutoka pembeni. Basi ndio nakwambia final. Basi endelea. Ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, mkafundishwa kama unavyoenda shule, kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani ule wa kimajoka, zile kulpa ambazo ndio hizo za kuvua. Manake kwenye hii transformation kutoka kwenye kuu mti, manake lazima hiyo highway baadhi ziharibiwe kabisa, ipigwe bulldozer, ianze mpya. Ndio hiyo. Unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Mfanywe wapya, mstari wa 23 na wa 24. Wa 24, mkavae utu mpya. Mkavae, manake kuna kitu cha kuvaa. Halo wapendwa. Na mkavae. Kwa hiyo unaona kuna vitu vingi vya kufanya. Kuna vitu vya unatakiwa uvae. Nimekuwa navaa kila siku. Mvae utu mpya. Ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Kwa namna ya Mungu, sio kwa namna ya Kiafrika. Kwa hiyo hata chochote you need to scrutinize. Kwamba kikoje na kimetoka wapi. Ndio maana nasema ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Katika haki na utakatifu wa kweli. Katika haki na utakatifu wa kweli. Now in your translation ya English version verse 23 and 24, hizo tu mbili. And be continually renewed in the spirit of your mind. Yes, continually renewed in the spirit of your mind. Yes. Having a fresh and timely mental and spiritual attitude. And put on the new soul, the regenerated and renewed nature, created in God's image. Yes, and put on a new self that is after God's has been created in righteousness and holiness in truth. In truth. Yes. Na unaviwekaje hivi vitu? Kwa sababu hivi vitu unatakiwa uvae. Kama watu hawakufundishwa namna ya kuvaa, utabeba imagination ya ofisi iko hivi, tumezoea hivi, maisha yetu yako hivi, sisi tuko hivi, kwa kawaida umekutana hivyo vitu. Kawaida yetu iko hivi, ndio maisha yetu yalivyo, ndio hivyo tu. Kwani wewe unatakaje? Niwaambia sawa tu kama ndio hivyo go. 2 Corinthians chapter 3 tunamalizia hapo. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Lakini sisi sote
kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu tokao kwa Bwana aliye Roho. Naomba usome tena. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu tokao kwa Bwana aliye Roho. Sasa asante. Kabla ya kwenda papo, naomba niulize kwa kila mtu, ni wangapi hapa tunafanya kitu wanachosema meditation? Naomba uwe mkweli. Una masaa 24 Mungu amekupa. Masaa 24. Kwa kawaida kila mmoja wetu anatakiwa alipe zaka ya kila siku. Zaka tusiende pesa, zaka ya muda. By the fact Mungu amekupa masaa 24, ana masaa 2 na dakika 40. Hayo ni ya Mungu. Believe me, ni nidhamu hiyo. Kwa hiyo unatakiwa ulipe zaka ya muda kati ya masaa 24 Mungu aliyokupa, masaa 2 na dakika 40. Naomba mgawanyo wake unafanyaje nayo? Kusifu, kuabudu, kucharaza maombi na stop. Weka maombi yako, peleka maombi yako kwa Bwana. Correct. Ni sawa. Lakini something is wrong somewhere. Ni sawa, tujakataa, wote tunaomba sana muda mwingi tu. Nafikiri 78 au 80 ya maisha yangu ni sehemu za huduma na vitu vya namna hiyo na watu. Almost. Lakini naomba niulize, katika utaratibu wako ni wangapi tuna muda wa kufanya tafakari wa ile meditation? Na unafanya kwa muda gani? Naomba tusaidiane majibu. Wangapi tunafanya meditation? Na tunafanya kwa muda gani? Ndio swali langu. Naomba majibu. Najua tuko busy maisha na mambo mengi. Mengi sana, wala hayaishi. Ndio. Tungetamani iongezeke because we have lots of things to do. Swali langu, wapi tunafanya meditation ama muda wa kutafakari? Na una muda gani? Una muda gani kila siku mama? Sisemi wa kukaa kwenye maombi. Ndio. Muda ambao unakaa kwa namna ambavyo una relax, sio wa kitandani, sio umeegemea kama mtu anadondoka, mtu au mgonjwa yuko kwenye machela. No, muda ambao unakaa vizuri kwa namna ambavyo unaweza kuvuta pumzi, unaweza ukasikia pumzi yako inakwenda inarudi, mawazo yanakuja unayaachia, yanapita tu. Sasa Katika kioo, like na mira, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo. Soma ya kwako. Yes. And we all continually see as in a mirror. Kwa hiyo unaona kama kwenye kioo. Kwa hiyo tunapozungumza ni kama unaweka kioo mbele yako, si ndio? Unajiona. Kwa hiyo kama unaliweka neno, lile neno linasimama. Ndio maana anasema like na mirror, kama kioo kiko mbele yako na unaona sura yako, si ndio? Kama ukiweka sura, ukiweka kioo mbele, si ndio? Alafu huyu mtu hapa labda hajachana, hajafunga kibata na hapa, si ndio? How do you correct this person? Unaweka mkono wako kwenye kioo ama utamcorrect hapa na yule mtu kule atabadilika. You correct it from here and the man in the mirror, automatically that person will change. Ndio hiyo. As in a mirror, the glory of the Lord are progressively being transformed into His image
into his image. Kwa hiyo ni ya kwake. Kwa hiyo kama tunazungumzia meditation, kutafakari, tunabadilika twende kwenye image ya kwake, sio ya kwako. Kama unakaa kwenye kutafakari, yani mawazo la kitabu yanapiga kichwani kila kitu, yani ambayo nishakuconfuse tayari. That's not meditation. Kwa hiyo ni kama una behold, unapokea utukufu wake. Kwa hiyo the moment unapoweka neno kama ndio mira ambalo linakamata akili na fikra yako, kama unapokula chakula kinaingia, whatever delicious food unayokwenda unakwambia mzee wewe haushindi tu, unapenda tu, si ndio? The same way, because in a namna function kwenye mwili, the same way with the word na neno. Namna ya kwenda kwenye hiyo transformation is through that word. From glory to glory, which comes from the Lord. Yes. Who is the Spirit? Who is the Spirit? You are entering into the realm of the Spirit. Hizo distraction. Na yes, sawa. Distraction ni nyingi. Kwa sababu distraction zimekuwa nyingi. Kwa labda nilikuwa naomba utuelekeze zaidi. One hour ukafikiria kitu kimoja. Exactly. Na najua ni ukataka utafakari. Yeah. Labda ukakata hizo nyimbo, labda sauti za wanyama au violin, at least ukame your mind. Akili sawa, nimekuelewa. Kwa sababu kama hatutakwenda kwenye hicho kipengele, nawaambia transformation ni ngumu sana. Ni ngumu, haiwezi tokea. Na tuna hiyo distraction ambayo ni point of reference kubwa inayowatesa watu wengi, si ndio? Unaweza ukapiga magoti, ukapiga maombi masaa matatu, si ndio? Ukaenda, lakini wakikwambia kaa chini, ingia kwenye meditation, si ndio? Ni kama madirisha yote yamefunguka, jalala na upepo vinaanza kupiga kila kitu, kwa sababu nguvu ya meditation unayoipata hapo kwa kutafakari ni kubwa kuliko maombi, kuliko unavyofikiri, kwa sababu kinachokubadilisha inategemeana na kile ambacho, kwa sababu anasema kinachokubadilisha wewe ni kile unachobehold, unachoangalia kama kwenye kioo. Kwa hiyo the more unavyoliangalia neno na kukaa nalo, ni the more linakutransform katika into his image, hiyo ya the creator. Sasa tunafanyaje? Kwa sababu inawatesa Wakristo wengi sana. Naomba itusaidie. Mungu atusaidie. Anyway, tutaona tutafika wapi, kwa sababu kipengele hiki ni muhimu. Kama mtoto anavyokuwa, si ndio? Ina take time, ziwa la mama twende hivyo miezi kadhaa, mwaka na uji, si ndio? Kidogo mpaka kukua. The same way na hilo. Nitaomba nikuulize swali. Unaweza ukafanya exercise ya mawazo yako tokea ulipoamka mpaka ule jioni unapoanza kusali? Mawazo yako, fikiri ulikuwa unafikiri nini? Umekutana na nani? Tumekaa na nani? Amekwambia nini? What really goes on in your mind? Ulipo kwenye mwendo kasi, kwenye daladala, kila mtu anaongea. Unapoingia mtandaoni, umekutana na nini? Umebeba nini? Tumekutana na rafiki, nimekupa nyepesi gani? Kwa sababu inategemea nini kiko huku. Kwa hiyo kile ulichokifanya tokea umeamka mpaka jioni, si ndio? Unajaribu kukaa chini, unaita meditation. Alienda kwa hivyo na kile vizuri. Nitakupa kile ulicho apanacho mtu nicho. Kwa hiyo inategemea ndani ya siku ulikuwa na wazamini. Mawazo gani yanatawala moyo wako na akili yako? Kama ni mawazo ya kidunia, tukusema tuna shughuli, tuna mambo mengi, tuna bambu na watu kila kona, kuna watu wamekuchukiza, unafanyaje, si ndio? Kama kuna watu hatujaelewana nao, things are not going, si ndio? Vitu alafu na kanavyo hapa, mzee, utaona kitu. Asa mimi nafanyaje? Na formula moja. Nikiamka asubuhi, ninaitengeneza Jumanne kabla sijaanza. Nikiamka saa 10, nikianza maombi. Kwa hiyo ninaanza kuifuatilia Jumanne, ninaisemesha Jumanne, ninaiambia Jumanne nipe nini? Jumanne
nioneje, nikutaje kabla hatujakutana nayo kule. Kwa hiyo ninasemesha kila kipengele na ninatuni akili yangu kwa kama nakutana na gumu la namna gani, sitakuingia kabisa. Kwa hiyo kuna namna ambapo ninalinda moyo wangu. Anasemaje? Mithali, Proverbs chapter 4 verse 23. Maandiko yanasema yenyewe, na kwa sababu ya distraction tumetoa ile solution. Naomba tuwape mistari miwili nini cha kufanya hata kabla ya maombi. Hata tunaweza tukaeka kidogo ili kusaidie wengi. Mithali sura ya 4 aya 23. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Yes, maana ndiko zitokapo chemchemi za uzima. Kwa hiyo kama umeachia moyo wako liwe ni dustbin, hata toni mtu anagonga, kama umeachia vitu vinapita. Mimi sina shida ya mtu kukusema, oh najisikia vibaya, nimesikia amenisema ilikuwa na fulani, nisikuwepo, unahuzunika. Tatizo si kukusema, tatizo ni wewe umeapokea. You put it in a wrong place. Huwezi zuia mtu kukusema, si ndio? There are other circumstances we can't control outside you. Lakini hapa mama una uhuru. Tatizo ni wewe umefungua moyo wako vikaingia. Yes. Tatizo ni sisi tumeachia moyo. Na ndio natakiwa ulinde the whole day. Kama umelinda siku nzima, ukiingia kwenye mimi hata kama vile vitu amesema umepanda umeshuka, bado umepanda umeshuka, kwanza ninacheka. Kabisa, I don't care what you say. Kama imetokea, kama ni vitu vya kutunga, I don't care. Kabisa. Unaweza ukakana Mkristo anakuja kukuambia kitu cha ajabu. Sisi afadhali basi kama hakipo. Hakina relation, hakina kichwa wala miguu. Sasa how do you react? Kwa hiyo formula ya kwanza ni wewe kulinda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Na la pili, kabla ya kurudi kwako, tumesoma Wafilipi 4:8. Soma tena. Wafilipi 4:8. This is an instruction. Ufanyeje? Huko ndiko kubadilishwa. Uwezi beba kila kitu alafu naambiwa hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, kama sio ya kweli drop them. Yoyote yaliyo ya staha, ya kustahi, staha maana yake nini? Yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ikiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote. Unajua kuna sifa mbaya kama ile nchi ile ni nzuri lakini hatutaweza. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya, kwa sababu walipokea ile habari wakalia usiku kucha, wakasema turudi Misri. I don't care ripoti inayokuja, mimi na event na neno. Siweza kumsikiliza mtu lakini una flash mara moja. Unakwenda. Una vitu siruhusu mimi. It's my personal. Linda moyo wako. Manake kuna vitu ambavyo tutakiwa uruhusu. Hofu. Basa na dogo tutakiwa uruhusu. You don't need to live in that. Kwa hiyo kutoka kwenye huo mti, lazima uangalie unaleta vitu gani. Na nini cha kuchukua, nini sio cha kuchukua. Watu wengi sio kufanya meditation, hasa wapendwa ambao tunaingia kwenye maombi, unagonga masaa yako, unalala. It's okay, ni vizuri kuomba. Lakini turudi nyuma. Unaongea vizuri sana. Unaongea vizuri. Ambacho mimi huwa nakifikiria. Ni kuwin the day. Unaona? Kwamba wewe unashinda siku yako kwa unapoamka. Ninaisemesha saa 10, saa 9, saa 10. Ninaongea na Jumanne. Jumatano ninaanza kuisemesha inipe nini na isinifanye mimi niwe mtumwa wake. Yenyewe initumikie. That's it. Vitu vyote ni watumishi. Kila kitu fedha initumikie. Everything has to serve me. Nisio kama unamkaje. Kama unamka tu kaka kimya, it will give you. Itakupa kile kilichopo. I'm telling you. Kwa hiyo sasa lazima ujisemee, lazima uinene. Na unapokaa sawa kwenye meditation, kumbuka umekaa siku nzima na kuna mambo mengi sana. Kwa hata kama uko ofisini umekutana na nani kakuongelea mbaya, lazima ujue namna kulinda moyo ili utakapofika sasa huko nyumbani unafanya meditation yako, unabeba ile neno, unalisoma kama mara 6, unatulia, simu ulishaweka mbali, unabaki tu na ile neno. Na uwe na nidhamu ya kushiki vitu vyote.
So dakika simu imeita, mtu katoka. Unajua kuna watu hawana, they have no discipline. We are just wako, hawana hiyo. Ni shida. God cannot walk with you. Lazima uwe na hiyo concentration. Tuna mawimbi mengi sana ya dunia. Umekaa kijiwe gani cha simbana yako, umesikiliza nini, umebeba nini, na unakana masaa na masaa. Hivyo vitu vina, your mind is like a garden. It's like to a garden, akili yako. Drop chochote, ile mradi ni kwenye akili inapokea. Kwa hiyo you have to be too selective. Ndio maana na washinda wapendwa, piga maombi, ana meditation itakula kwake. Kwa sababu anakuambia nini cha kufikiri. Na unakana ile neno, unaliruhusu lingie, unalirudia na kulirudia. Kama ni mstari mmoja au miwili, utaanza kuona tu linakaa ndani yako. The moment unapomtazama mtu, unamtazama kwa neno. Kwa hiyo unalisikiliza. Nitaomba usome hapo Mithali 4:20. Karibu kule. Kitu ambacho nilikuwa nataka nielezea sana kula kushinda siku. Kuendelea siku. Lakini changamoto tunakutana nayo. Watu wengi tunajua vitu vizuri. Lakini jambo la kubadilisha mambo. Mimi naweza nikasema siku hii nataka nione inapiga siku yangu. Aidha ni siku au kuna mtu anabadilisha mambo. Procrastination, sio? Unairisha na kesho. Lakini sasa ni discipline ya maisha. How do you program yourself? Anasemaje? Kwenye Zaburi ya 90 mstari wa 12, utufundishe ufupi wa maisha ili tujipatie moyo. Teach us to number our days. Muda wetu ni mfupi sana. So you have to use that time so effectively. Muda mchache ambao Mungu amekupa, utumie vizuri kwenye meditation, kwenye kutafakari. Kuna matokeo makubwa sana. Na kumbuka, prosperity, kufanikiwa, umewekwa kwenye meditation. Hakukuwekwa kwenye maombi. Iko kwenye meditation, nitakuonyesha. Iko kwenye meditation. Mithali 4:20. Mwanangu, sikiliza maneno yangu. Hatua ya kwanza, sikiliza. Tega sikio lako, uzisikie kauli zangu. Kwa hiyo kuna kusikiliza na kuna kutega. Sasa hiyo unakaa umetulia na unatega, maana unaliangalia lile neno kama kwenye mirror, na kumbuka unajiona wewe na inakutransform wewe. Kama ya Yeremia, waona nini? Maana alikuwa anaona kutoka kwenye neno ile ambalo Mungu ameweka ndani yake. Sasa linaingiaje ndani yako? Through meditation. Ndio litakalo clear hizi vitu vya nyuma vya babu yako na babu yako. Why? Because you have allowed that word to transform you, ikubadilisha wewe. Mwanangu, sikiliza, tega sikio lako. Uzisikie kauli zangu. Zisiondoke machoni pako. Machoni pako manake moyoni mwako. Manake hata mtu akikutazama, kutazame with the word. Unajua kuna mtu anatazamana, si unatoka wapi? Hiyo ni shida. We look somebody with the word. Au sio, ni kabila gani, unatokea wapi? So what are you looking for? Wale ni Kanaani, watu wa mwilini. But somebody to see with the word. Umone na neno. You see by the word. This is so powerful principle. Unapotaka kwenda, umone kwa neno. Uzihifadhi ndani ya moyo wako. In your mind, the womb of your mind. Kama lilivyo tumbo la mzazi, ndivyo hivyo the womb of your mind. It can pick that word. Matokeo yake, maana ni uhai kwa wale wazipatao. Ni uhai kwa wale wazipatazo. Na afya ya mwili wao wote. Manake tusingehitaji maombi tusingehitaji. I'm telling you. Ikifika hiyo level, we don't need prayer. Labda dakika 2-3 unaondoka. Why? Because that word is there. Kwa sababu hilo neno ndani yake lina generate. When you are renewed and being transformed from inside, it generates life ndani yake. Inatengeneza ndani yake. Lakini watu wengi hawapainano. Naomba nikupe mistari miwili, ingawa sikutaka kwenda huko. Alafu tutamaliza. Mistari miwili. Zaburi ya kwanza, aya ya kwanza na ya pili na ya tatu. Twende kwa haraka. Psalm 1 verse 1, 2, 3 na Book of Joshua chapter 4 utasoma verse 1 up to 9, lakini leo tutasoma tu verse 8 because of time. Kitabu cha Yoshua sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 9, lakini tutasoma ule mstari wa 8. Mingine yote isome kwa sababu zile ni instruction. Ukute mahali akimwambia Yoshua omba, si ndio? Zile tu ni instruction alikuwa akimwambia, na akamwambia aziweke hapa kwenye akili. Kila kitazama aone hivyo. Basi Yoshua 1
1-9, tasoma tu mstari wa 8 na Zaburi ya kwanza 1-6. Anaenda kwenye Zaburi haraka kidogo. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Kuna shauri la wasio haki. Hayo makundi ni toxic. Wewe kanayo wewe. Wasio haki wanaitwa ungodly. Soma kwenye version ya Kiingereza. Wicked, they are called wicked people. Wasio haki, wicked kama Kaini. Wana mfumo wa kwao. Sasa wewe kwenda kwenye mfumo wao. Does not walk in the counsel of ungodly, of the wicked, nor stand in the path of sinners. Path of sinners, Nor sit in the seat of scoffers. Scoffers, twende Kiswahili. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Ya wakosaji, njia ya wakosaji. Hawajui kwa nini wanafanya hivyo. Sasa utasema kwa sababu babu yetu alikuwa hivyo. Ndio mfumo tuliopokea. Ni njia za wakosaji. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Watu wenye mizaha hawana direction ya maisha. You have a legitimate to drop them. Hawana direction. Sawa, ni watu tumeumbwa, ni binadamu wenzetu, lakini please tell them. Hata Yesu ndio alikwenda kule kwenye msiba, si ndio? Alikuta wale wana make commotion, akawatoa wote, akachukua baba, mama na wale wanafunzi toka ingia nao kwenye 18 zake, akuruhusu kila mtu. Yes. Useme tu kwa sababu ni binadamu karibu. No, your ideas, your thoughts. Kwa hiyo kuna hayo makundi. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Na sheria yake huitafakari mchana na usiku. The scope of meditation, usiku na mchana. Niambie uko kwenye mwendokasi unafanya nini? Talk to me. Unaenda kazini asubuhi, unawaza nini? Ukiwa kwenye mwendokasi unawaza nini? Ukiwa uko peke yako unawaza nini? Ndio maana nasema usiku na mchana. Kuna thoughts fulani, si ndio? Na kwambia jaribu kujirekodi, analyze tokea ulipoamka mpaka unakwenda kupumzika. Mawazo gani yalikuja kwenye moyo wako? Yaandike chini. Niliwaza hili la kuiba, la kutamani, la hivi, nilikasirika. Make analysis ya hayo mawazo. Bila transformation ni ngumu. Akitoka tena mwingine as if hapa kuweza kutusaidia. Tatizo ndio hilo, hawabadilishwa. Malizia. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Uzao matunda yake kwa majira yake. Kwa majira yake. Wala jani lake halinyauki. Na kila alitendalo litafanikiwa. Litafanikiwa. Malizia mstari wa 3 kwako. And he will be like a tree firmly planted by streams of water. Which yields its fruits in its season. Its leaf does not wither. And in whatever he does, he prospers. Prosperity, kufanikiwa kumewekwa kwenye dimension ya meditation. Kama ingekuwa ni maombi, wapendwa, hiyo ungekuwa mabilionea kabisa. Lakini angalia aliponiweka kwenye meditation. Unawaza nini? Ilipofika hapo nililimit vitu vingi sana vya kupiga mdomo na kusikiliza vya watu. Ukikaa kikao ni kuongea tu watu. Kumbuka tuko watatu tunakuongea wewe. Kesho hauko ni uko mezani. Kesho sipo ndio niko mezani. He talks of others, talks of you when you are not there. Na huo mdomo hautatulia mpaka tuseme kitu juu yako. Whether kizuri kibaya, lakini lazima ongea. It's a behavior, counsel of unwicked. Scoffers, watu wa namna hiyo. Hao ni wale wenye mizaha. Wanasema akasema ni kama wamama wa saluni. Ni mtu mmoja ni mwingine, ni maneno chungu mzima. Stories tu. Hakuna kinachopenda. Please avoid hao watu. Kana hiyo toxic. Uchafu wa choni, choo kinanuka, uache kunuka. Na tegemeni watu unapenda. Yes, you can't walk with them. Meditation lazima ikutenge. Kama ni wale wa outing lazima uangalie mnaenda wapi kwenda kufanya nini. Yeye anasema mwanaume haambiwa anarudi saa ngapi, ni sawa tu, lakini tuondoke mbele ya safari. Wa mwisho, Yoshua 1:8. Yoshua sura ya 1 aya 8, kamalizia na hao. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kisiondoke, the word has not to be departed. Bali atafakari maneno yake mchana na usiku. Anamwambia Yoshua asiye kateleza kama Musa. Kilichomuua Musa ndio hicho. Mwambie mama toa maji. Akaenda akapiga mara 2. Maji yalitoka, Mungu akamwambia mheshimiwa, sio utaratibu wako. Kisha
na inaua watu wengi. Hata kwenye kuomba, ndio maana lazima uwe na hizi instruction kwanza, sheria zako, hukumu zako. Nakumbuka Kumbukumbu la Torati tulisoma pale, kufuata sheria. Tulisoma Kumbukumbu sura ya 30 kuanzia aya 15, na hukumu zangu na sheria zangu, hizo principles na kanuni zake uzifuate. Ndio hizo za meditation. Ndio maana tunaambia kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Soma kwako. This book of the law shall not depart from your mouth. Shall not depart out of your mouth. But you shall read and meditate. Read and meditate. Sio tu kusoma kuingia kwenye maombi. Si unajua hata wapendwa wengine tunasoma kabisa kamoja ingia nazo mbele za Bwana. Hakuna meditation yote. Ni hatari sana. Ni hatari sana, hakuna meditation yote. Alafu unasikia tunatafakarisha na hakuna kutafakarisha hapo. Ni umesoma tu haya kamsali kamoja tuendelea mbele za Bwana. Bwana. Na haya na matokeo. Find the result. Utajua kama unafanya meditation ama la. Kwa hiyo ilitakiwa ukae na muda wa kukaa kwenye meditation. Malizia hapo. Day and night, so that you may be careful to do everything in accordance. Yes, so that you may be careful to do. Kwa hiyo kadiri unapotafakari, it gives you an ability to act in accordance with that word. Lakini ni kile ulichotazama. Yes. In accordance with all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will be successful. Angalisho of success. Remember to the word. Haikuwekwa kwenye maombi. Though prayers are so crucial. Hatukukata kuomba ni muhimu. Yesu akaenda mlimani akaomba usiku kucha. Kuomba ni sawa, lakini kuna part of meditation ambao wengi hawaendi. Na ndio maana usipokwenda kwenye meditation, itabidi tena mwaka kesho na mwaka kesho kutwa tuanzie tena kule. Ali utafikira tukufanya hizo seminar. Amina wapendwa. Amina. Tuko pamoja. Tuko tayari kuanza meditation. Wale wenzangu na mimi akimnyang'anywa simu hapo ataugua kansa. Ni hatari. Kama ni makontena ya benki, transaction ya M-Pesa, ndio ofisi sawa. Lakini hata kama unapelekwa ICU, utamwambia daktari nipe simu yako nifanye na operation. Ndipo tunapohitaji hiyo nidhamu, that maximum discipline. Yes, bila hapo ni pagumu sana. Amina wapendwa. Amina. Sasa tanisamehe kidogo kwa sababu ya kipande hicho. Tutakuwa tu tumeshaingia kwenye huduma na kwenye maombi. Lakini kuingia kwenye maombi mfumo huo una meditation. Sidani. Soma vizuri leo. Kanuni inasemaje? To prosper and successful life imewekwa kwenye meditation. Ina nafasi kubwa sana. Kwa hiyo nitategemea unapoamka asubuhi, jaribu tu kuanzia kesho. Iongelee siku na be sincere with yourself na vile unavyofanya. Lakini pia observe mawazo yako. Kuna vitu usiruhusu hata kama ni vibaya. Rafiki yako anaweza kuja na hiki, sio shida. Hata kama ni bad news. Lakini ninaangalia. Naweza kuzuia moyo wangu na ninatembea kama mtoto mdogo na ninacheka. Na unasikia fulani anasema tulikuona na fulani. Fulani anasema ulifanya 1, 2, 3. Na unacheka na unahubiri na unaenda kama kutokea kitu. Kwa hiyo ni wewe uamue ulibebe ama unang'ani hiyo concept of ungodly. Njia za wasio haki na wakosaji na wale wenye misaha, kazi yao ndio hiyo. It's a decision. Asa wengi hawakibuild up kwenye hilo. Kwa kama tutaweza kubuild up in that area, na kwa mimi itakupeleka mbali sana meditation. Kwa sababu hiyo, kabla ya kuanza maombi, unahitaji at least nusu saa. Ama wale wanaweza kuamka ila asubuhi na mapema saa 10, saa 9, your body is still fresh. Kwa sababu wakati mwingine pilika za siku, ukikaa dakika 2 usingizi. Unaisha dakika 2 umelala. Kuna kitu cha kusema? Karibu. Nitamani kuuliza hapo kwa kama hizi distractions once overcome haiji in 1 minute. Apanacho mtu ndicho. So the things that you have been going through in your mind in the course of the day, when you sit down, ni zile change ambazo uliuza dukani ndizo unazopewa. Kwa hiyo the mind will give you what you have invested. Inategemea na aina ya mawazo ulioyaruhusu yaingie kwako.
Kwa mfano wakati mwingi nikitembea nina earphones zangu kwa Jafet anajua. Kwa kuna saa kuna vitu ninaweka, ninasikiliza. Ninasafiri kwenda mikoani, kuna vitu ninasikiliza mara elfu na narudia. Nikilala usiku kuna speaker nayo kidogo hivi. Nikikiweka hapo kina go throughout the night. Kwa hata wakati mwingine nikishtuka saa 8 ni sawa na ile splinter ya maji inarusha, sio kidogo mwisho eneo limeloa. Wewe ukilala unalala na vitu gani? Unalala na habari gani? Unalala kwenye soko padogo. Mawazo gani unalala nayo usiku? Ya confusion, mmeshindwana na watu, si unaelewa? Fulani kakujibu vibaya, unaenda zako kulala. Sina mudi naenda kulala. No. I'm still sure that I can't waste my time on that. Well, siviruhusu kabisa, sina mudi. Sina mudi kivipi? I create my own. But in accordance with the word, ndio hivyo kabisa. Kwa tunaweza kukakaa na watu, kuna mambo mengi yani yanaishia hapo, wala siyaruhusu niondoke nayo. Kwa hiyo it's your decision. Naomba nisome mstari mmoja hapo, sorry kwa hili, kwa sababu najua hili ni muhimu hata kuliko kuomba. Kesho kipindi sio ni chini ya nusu saa, tutaanza maombi. Amina. Ayubu sura ya 3 aya 25-26. Alafu tutaingia kwenye sadaka na maombi kidogo. Ayubu 3:25-26. Nasema maana jambo hilo nichalo hunipata. Soma kwenye tafsiri ya Kiingereza. Yes, for the things that I greatly fear. Kile nilichokiogopa kinanijia. Sasa vipi uogope usiogope? Kwa sababu anasema unapokiogopa maisha siku itakuwaje? Inaangukia huko. Ni kama sumaku, it attracts, unakuvuta. Ile magnet kinavuta. Huyo ni Ayubu. Endelea. What I'm afraid, niliogopalo limenijia. Endelea. I'm not at ease. Not am I quiet, sina furaha, sina amani. Sina rest yoyote. Yes, trouble comes. Maisha gani hayo? Kuna vitu ambavyo unabeba sio sahihi. Na Mungu alibeba hivyo. Ndivyo vilivyo maharibu. Ndivyo vilivyo ruhusu shetani aje apige kila watu. Kwa sababu mama aliyokuwa nayo, hawa ngamia wetu watoto, how will I control? Akaanza kuvunja ile hedge, ule ukuta Mungu aliowekea. Hakuvunja shetani, alivunja Ayubu peke yake na maneno ya kinywa chake. Yes. Believe me. Wewe alifikiri tu Mungu alimwambia shetani, nenda kapige. No. Soma vizuri maandiko. Hata mimi nilifikiri hivyo. But that's also the way. Vitu vingi unafungulia kwa kinywa chako. Honestly, hali ni ngumu. Shetani anasema okay. Akisogea mishingwa kutoka nayo. Your language, lugha yako ni kitu kingine. Amina. Najua kuna maswali mengi sana, muda unakimbia. Tutajaribu kuangalia pia namna ya fix. Labda tumruhusu yule wa mwisho. Twende ongeza sauti. How to prevent from fear? Yeah. Because fear is a spirit. Senor, God did not give us the spirit of fear, but of love, power, and sound mind. Hakutupa. Sasa hicho part of that fear, unakumbuka ilianza kutokea anguko. Hata uko wapi? Nilijificha nikaogopa. I was afraid. Ndipo huyo monster aliingia, kaanza kucontrol. Sasa nyingi imetoka kule kwenye asili. Kwa Mungu haikuwepo hiyo. Na how to prevent, tutafika huko. Kwa sababu kuwa na fear is not to be perfected in the love of God. Tumekosa ule upendo wa Mungu aliyotupenda, si ndio? Kama mtoto na mama hana wasiwasi, kama mama kinyanyua atamtupa chini. That's a big problem. Tutajaribu kuliaddress hilo. How to work on it. Namna ya kuondokana na hiyo is labda kwa sababu muda umeisha, is lack of perfection in the love of God. Si ndio? Soma huo mstari mmoja, Yohana 3. Tumalizie kwa sababu yake, mtanisamehe kidogo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 aya 17-18. Twende kwa haraka. Waraka wa kwanza wa Yohana
sura ya 3 aya ya 18, 17, 18. Anasema sura ya 4, sura ya 4 aya ya 17. Katika hili pendo limekamilika kwetu ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, maana kama yeye alivyo ndivyo tulivyo. Kuna tafsiri ya Kiingereza inasema we ought to live exactly as how Christ lived. Ndio hiyo perfection of love. Mstari wa 18, katika pendo hamna hofu. Katika pendo hamna hofu. In love there is no fear. Lakini pendo lililo kamili ulitupa nje hofu. Soma hicho kipengele kwako. Perfect love. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Yes, it drives out fear. Because fear involves the expectation of divine punishment. So the one who is afraid is not perfected in love. Yes, yeye aliye na hofu hajawa perfected. Kwa hiyo tatizo la hiyo ni kama chakula unasema hakina chumvi, ndio. Is not perfected in love. Kwamba Mungu amekupenda na hamtesi despite of what you are going through. I've reached the point that God loves me beyond everybody and my imagination. So I walk in the love of God. Amina. Tuchukue sadaka zetu tuwaingie kwenye huduma kidogo. Wale ambao wamekuja leo, kama unaweza, kuna bahasha pia kwa ajili ya maombi maalum ambayo tutaiombea siku ya Alhamisi na Ijumaa na hata kuanzia pia kesho. Kipindi kitakuwa kifupi sana. Wale ambao hawakuchukua bahasha pia zinapatikana. Amina. Naomba tusimame na sadaka zetu. Naomba uinene kwa dakika moja. Nenea kwa dakika moja. Taomba pia neema ya kwenda kufanya meditation. Ukae na Mungu, uwe na muda wa kumsikiliza. Hasa kwenye ile madhabahu ulionayo nyumbani. Mbele ya msalaba, madhabahu ulionayo. Lazima ukae na Mungu, msikilize Mungu anakwambia nini. Na meditation ni neno. Hakusema utafakari shida, tabu ulionayo. Nyanyua sadaka yako. Hebu inene kwa dakika moja. Nenea kwa dakika moja. Mwambie Mungu akutane na wewe, akupe nguvu ya kutafakari. Nguvu ya kutafakari, sio kutatua tatizo. Within meditation unabadilishwa katika kutafakari ambayo to be transformed, uhamishwe, unakutana na Mungu. Mwambie Bwana, nipe nguvu ya kutafakari. Nipe nguvu ya kutoka kwenye mizaha. Nipe nguvu ya kutoka kwenye masengenyo ya watu. Nipe nguvu ya kutoka, is the power of resurrection. Ndio nguvu ya ufufuko ya kutoka huko. Lord, give me that power. Ninaunganisha sadaka yangu Bwana na ya utukufu wako, nikutane na wewe Bwana. Nyosha mkono wako. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Baba uliketi mahali patakatifu sana. Baba Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu. Tunapokutazama wewe tunabadilishwa kutoka utukufu hadi utukufu. Tufanane na mfano wako wewe Bwana. Tunakuja mbele zako jioni ya leo, siku ya leo. Watoto wako Mungu wa rehema, tukiomba neema ile ya kutafakari, nguvu ya kutafakari neno lako, nguvu ya kukutazama wewe, ya kutazama yale ya rohoni na sio vinavyopita. Tupe nguvu ya kutafakari masaa 24. Mioyo yetu ibakie kwako ikikutazama wewe, kwa neema, kwa baraka. Baba, tunaomba sadaka hii kaseme. Zaburi 20 anasema Bwana akukumbuke siku ya dhiki. Mungu wa Yakobo akutembelee, ajibu haja za moyo wako yote, akadiri ya matakwa yako. Bwana akutane na wewe. Ninayatakasa kwa neema yako na ninaomba Bwana uitakase sadaka hii pale mbele zako kama uvumba, na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi karibuni kwenye sadaka. Wale ambao wengine wanahitaji bahasha, zipo zinapatikana. Bye.
Zinaibuka from nowhere. Na mimi kuna watu wengi. Tunachohitajika ni kuomba nguvu ya nidhamu ya kuondoa vitu vingine ubaki na vile vichache. Kuomba ni sawa, lakini una meditation ni ngumu sana, kwa sababu success, mafanikio, prosperity yalifungwa kwenye meditation. Unachokiona unakuwa hicho, ukioni huwezi kamata. Unaona umali kiasi gani? Ndio aliombea nakupa. Amwambia mambo ya maombi, ndio alisema ombeni kila wakati. Kuomba ni muhimu. Amina. Na kesho tutaanza maombi at least dakika 45 kabla, ambapo tunyanyue mikono yetu kidogo. Na tamani wale watu kumwambia Mungu tupe nidhamu. Itabidi udisoriente hata ratiba yako, mfumo wako wa kuishi badilike. Huwezi ishi vile vile kukaa kwenye movie kwenye simu na marafiki. Ni sawa, inawezekana ukaongea kitu kibaya, lakini umekaa kwenye story na moja mbili tatu kwenye mitandao, kwenye magrupu, ni sawa. Na ifike mahali uweke simu pembeni, ubaki tu na Mungu. Naomba useme Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba unifinyange kwa neno lako, nifanane na neno lako, niwe neno linaloishi. Naomba neema hiyo iwe juu yangu Bwana, nikakase Bwana, nikakase Bwana, nitenge Bwana, nifanane na neno lako, nifanane na neno lako, nifanane na neno lako. Ninapolala usiku nikuone wewe, nikutane na wewe kwenye ndoto, nikutane na wewe kwenye maono, nikuone wewe kwenye maono, kwenye ndoto na kwenye neno lako. Bakia tu hapo. Ninawiwa kuita watu wachache, wale wanaokutana na ndoto mbaya usiku, kutana na hizo ndoto, naomba upita pambele kwa dakika chache. Mwalimu Kamara si wapi?
Walioko line ya kwanza nikaomba kama angeweza wakawapisha kidogo. Wale wanaokutana na ndoto mbaya usiku ukiwa umelala. Yes. Yafeti pia naomba kama yuko karibu. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Asante Bwana, asante Bwana. Yes Lord, yes Lord. Asante. Naomba kwa hizi dakika chache tudili na hii ulimwengu wa roho uliotekwa. Sio hawa tu, hata wale ambao tunapata distraction. Inakuja kwa hasira, inakuja kwa namna yoyote. Huwezi kukaa na neno. Na shetani akikuibia neno, amekuibia kila kitu. Kwa sababu Mungu hawezi kufanya vitu nje ya neno lake, na anaheshimu neno lake. Kwa wewe uliyebaki kule mwenye distraction yoyote, unajua huwezi kukaa na hilo neno. Linatoka kama tairi la gari, kila dakika linatoka. Ambao umeoshakia mikono yako. Specifically tutasema kwa ajili ya hawa. Kwa hawa tulioko hapa mbele na kwa wale, naomba turudie maneno haya. Alafu tutaingia kwenye maombi. Na tuna walimu hapa, tutawapa pia kwa ajili yako. Naomba tuseme Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninahitaji msaada. Ninahitaji msaada. Siwezi peke yangu. Siwezi peke yangu. Ninaomba unifungue. Ninaomba unifungue. Katika kila minyororo. Katika kila minyororo. Katika kila picha. Katika kila picha. Adui aliyeweka ndani yangu. Adui aliyeweka ndani yangu. Kwenye ndoto. Kwenye ndoto. Kwenye maono. Kwenye maono. Kila adui alichoweka. Kila adui alichoweka. Kwenye ulimwengu wangu wa roho. Kwenye ulimwengu wangu wa roho. Ndoto za kukimbizwa. Ndoto za kukimbizwa. Za majini mahaba. Za majini mahaba. Za uchawi. Za uchawi. Za mazishi. Za mazishi. Za misiba. Za misiba. Kila kisicho cha Mungu. Kila kisicho cha Mungu. Kilichowekwa ndani yangu. Baba nifungue. Ruhusu nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Ya Kristo mfufuka. Bwana inifungue. Na initakase. Nakia hapa kwa dakika moja, hizo nguvu zitaachia. Father, in the mighty name of Jesus, tunaachilia nguvu ya Roho Mtakatifu, the power of the Holy Spirit. Nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu ipite katika ulimwengu wako wa roho. Kwa hizo nguvu za giza za majini mahaba, nguvu za giza, nguvu za uchawi, ndoto za majini tulizorithi kwa babu na bibi, nguvu za uchawi, uganga, uzinzi, mwanaume unayelala naye usiku, unayeota amekuoa, amekuvalisha hizo pete za nguvu za giza, za uchawi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninapitisha damu ya Yesu. Yachilie kwa Bwana. Hiyo nguvu inapita. Nguvu inapita dhidi ya ndoto zote mbaya unazoota. Ndoto zote unazoota usiku wa manane. Ndoto za kuota unakaa usiku. Ndoto za kuota unalishwa vyakula usiku. Ndoto za kuota unakimbizwa na wanyama usiku. Ndoto za kuota unakufa usiku. Ndoto za kuota uko makaburini usiku. Ndoto za kuota unakula nyama usiku. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kila ina ndoto mbaya inayokushambulia usiku wa manane, tunakwenda kinyume nayo katika ulimwengu wa kiroho. Kila ndoto za giza zilizokukamata usiku wa manane, tunaziamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, zikuachilie, 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 zikuachilie. Ndoto za giza zilizofunga ufahamu wako katika ulimwengu wa kiroho, tunatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, zikuachilie, 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 zikuachilie. Tunaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, ndoto za giza, ndoto za kiganga, ndoto za kichawi, siku ya manane, ndoto kushakulia, tunaziamuru, toka ndani mwao, toka ndani mwao, toka ndani mwao, katika fikra zao, katika mawazo yao, katika fahamu zao, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.
hizo ndoto mbaya zinaachilia, hizo ndoto mbaya zinaachilia, zinaachilia. Zinapita ndani yako. Chochote ambacho ndio ulichoshikilia katika maisha yako kupitia mlango ya ndoto, mambo ya msingi, yale mambo ambayo yanaishia njiani, tunaachilia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Bwana Yesu, tunasi damu yako takatifu ipite sasa kila mahali ambapo adui aliachilia uharibifu na mauti, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunaachilia damu yako, damu ya Yesu Kristo ikaondoe kila pande la adui, kila nguvu za giza, mapepo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mambo yako ya msingi yaliyoshikiliwa kupitia mlango wa ndoto, tunaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo iende sasa kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mmoja omba, tangaza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, tunaachilia damu yako ikapasue kila madhabahu za giza, madhabahu za miungu, madhabahu za mapepo, madhabahu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Adui aliyeshikilia ndoto zako, aliyeshikilia maisha yako, tunaisimu damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu ikapambane sasa, ikaondoe sasa kila uhalali kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, hata kama huwezi kuomba, endelea kuomba, ika damu ya Yesu ikakutenganishe sasa na kila malango ya adui anayeyatumia kukushambulia katika ufahamu wako, fikra zako, kanisa zima. Paza sauti yako kwa Bwana, achilia damu ya Yesu, damu ya Mwana Kondoo, damu ya Mwana Kondoo. Tunasambaratisha kila malango ya giza ambayo adui anayatumia kwa njia ya ndoto, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Mwana Kondoo. Zile ndoto ambazo unazoota unalishwa vyakula vya kipepo, kwa damu ya Yesu tunaamuru sasa, kwa damu ya Yesu vyakula vyote ulivyolishwa tunaachilia damu ya Mwana Kondoo ikasambaratishe kila roho zote kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, tunaachilia damu ya Yesu mahali hapa, damu ya Yesu kule kijijini, kule nyumbani, kwa damu ya Yesu tunaachilia damu ya Yesu, damu ya Mwana Kondoo, damu ya Mwana Kondoo. Bwana, tunaachilia damu yako inenayo mema, ikanene mema kwenye maisha yao, ikanene mema katika familia zao, kwa damu ya Yesu. Hiyo damu ya Mwana Kondoo, damu ya Mwana Kondoo, damu ya Mwana Kondoo inafuta kila aina ndoto, kila aina ndoto. Hebu weka kwenye masikio, weka kwenye masikio. Sema, Bwana Yesu, naitia damu yako kwenye lango la masikio ambalo adui analitumia kuachilia ndoto zake mbaya. Kuanzia sasa ninatangaza, wewe shetani unayepitisha ndoto mbaya kwenye masikio yangu, ninaitia damu ya Yesu
Nyosha mikono yako kidogo. Father, let that power, let that power, let that power. Wakuu wa giza ndio kicha. I command you to leave now. Mlikoshika kifua, akili, kazi, ofisi. I declare by the power of resurrection. Jambo liko majina ya bibi na shangazi, majina ya bibi ya shangazi, in the mighty name of Jesus. Kuna watu wa kutenganishwa na yale majina ya bibi, majina ya shangazi, majina ya babu, majina ya mjomba, yaliyokamata destiny yako. Father, we declare, ninayavua hayo majina ya bibi, ya shangazi, ya ukoo, ya nyumbani, waliokupa na wakashika destiny, wakashika uchumi. I command by fire. Baba, ninawadumbukiza kwenye damu ya Yesu mara 7, kwenye damu ya Yesu mara 7, kwenye damu ya Yesu mara 7. Ninavua mikataba hiyo katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na kuamini. Amen. Nyosha mikono yako kidogo. Bakia tu hapo, useme chochote. Mwachie Mungu. Kuna nguvu inapita. Kuna nguvu inapita. Bakia tu hapo. Kuna nguvu inapita ya kuprogram vitu. Nguvu ya meditation. Walipo wawili watatu kwa jina langu, mimi nipo katikati yao. Kuna uwepo mkubwa wa Bwana hapa. It will change your life. Vitu ambavyo vimekufa, watu waliokaa kwenye madeni, maisha yaliyoganda, procrastination, hayaendi mbele, na ulitakiwa uende kilomita na kilomita. Kuna hawa watu walitakiwa uende kilomita na kilomita, lakini walibaki pale. Kuna nguvu inaitwa nguvu ya ufufuko iliyomtoa Yesu kuzimu. That power inawatoa baadhi ya watu kwenye mahangaiko makubwa, kwenye shimo alikokuweka. Kuna kama mtu yuko shimoni, ni kama uko shimoni umekamatwa. Unafikiri uko sawa, lakini uko kwenye shimo. Uko kwenye shimo, unatoka. Father, I declare the power of resurrection. Nguvu iliyomtoa Yesu kwenye shimo, inakutoa kwenye hilo shimo, na kuzimu. Na kama ulifungwa, huwezi kusogea. Hizo kamba zinakatika katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninalituma na damu yake ikaharibu hiyo mikataba yote iliyofanyika juu yako. Kwa dakika moja. Yes Lord, utukufu ni wako. Bakia tu hapo. Kuna watu wanafunguliwa macho, hujawahi kuona, na unawaza nini maana ya kuona. Watu wengine wakiona wanaona nini? Yes, there is that power. Ezekiel anasema mbingu zikafunguka, nami nikaona maono ya Mungu. We program that power. May that eyes be open. Macho yako mawili, jicho la Bwana inakaa upande wako. We program that power. The power of seeing. Macho ya kuona, macho ya rohoni. May your eyes be open now. Macho yako ya rohoni yafunguke sasa. Yes Lord. Baba, tunawachia kwenye ile nguvu ya kutafakari, the power of meditation, kwa sifa, kwa utukufu wako, katika jina la Yesu. Baba, tunaomba na kuamini. Na Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nikuombe, fanya meditation, kaa na msalaba, kaa magotini kwa Yesu kwenye madhabahu yako.